Mheshimiwa mkurugenzi wa chuo cha BCBT, mkuu wa chuo cha BCBT, taaluma, wageni waalikwa wote walioko meza kuu na kwenye floor, ninaamini itifaki imezingatiwa. BCBT hoye! Wahitimu hoye! Hongereni sana. Basi ninayo furaha katika siku ya leo kuweza kupewa jukumu hili zito la kuweza kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi za sherehe ya kuhitimisha kilele cha wahitimu wetu kutoka katika chuo cha Biharamulo College. Mimi nimefika mahali hapa kwa ajili ya kumwakilisha meneja wetu wa tawi ambaye ilipasa hawepo, lakini kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu au uwezo wake, basi ameshindwa kuwepo leo. Nasi wengine sio wasemaji sana sio wanenaji sana kwenye majukwaa, sio wanasiasa, lakini sisi ni watendaji. Maana ninapozungumza mwanasiasa, naamini mnaelewa, sisi ni watendaji, ila mwanasiasa anaweza akazungumza jambo pasipo kulitekeleza, lakini mtendaji yuko makini na lile jambo ambalo au kauli ambazo anazitoa. Basi nipende kuwapongeza juhudi zote ambazo mmeweza kuzifanya ili kuweza kufanikisha shughuli ya leo, na nipende tu kuwashukuru pia wageni wote ambao wameweza kufika hapa, nami nikiwa mgeni pia rasmi katika sherehe hii. Leo tunafurahia sherehe hii kwa ajili ya wahitimu ambao wamemaliza masomo yao ya ufundi, lakini tu nipende kusema kwamba elimu sio kila kitu. Ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu yoyote, kumpa mwanga, kumpa nuru ni wapi aweze kuanzia ili kuweza kutokelezea ama kuchomoka katika maisha haya ya kawaida ya kimwili hapa duniani. Lakini bado mimi naamini elimu sio kila kitu, kwa sababu wapo wengi ambao wameelimika zaidi ya sisi tulioko hapa. Wapo wengi ambao wana elimu za juu, wana vyeti, lakini bado hawana nafasi nzuri katika shughuli za kawaida, hawana maisha mazuri. Na tunashuhudia kwamba nchi yetu ya Tanzania imekuwa ngumu kwa upande wa ajira. Kwa hiyo tunatoa wito kuhimiza vyuo pamoja na taasisi mbalimbali za kielimu kwamba mitaala yetu inapaswa kuwa tofauti kidogo, ili iweze kuwafunza wanafunzi, kuwapa elimu ya kuweza kujitegemea na sio kumaliza shule na kuenda kuwa mtegemezi, bali unapaswa kuwa na elimu ya kujitegemea. Hilo nafikiri kuna msemaji aliyeweza kuligusia wakati ambapo tulikuwa tunaendelea, nami limenigusa sana. Kwa hiyo mimi nawahasa wanafunzi ambao mmeweza kuhitimu siku ya leo, kumbuka kwamba huku mtihani unahitaji kuwa na ujuzi, unahitaji kuwa na maarifa ya kuweza kujitegemea. Amesema mwende
mkawe mkajitegemee, mwende mkajitegemee, mjiajiri, lakini pia muweze kuajiri wengine. Lakini kwa kipengele hicho tunaamini kwamba ni ngumu, kwa sababu wahitimu wetu, wadogo zetu, wanafunzi wetu, inakuwa ni ngumu kwa sababu ni jambo ambalo linahitaji uwezeshwaji, ni jambo ambalo linahitaji uwezeshwaji, na uwezeshwaji ninaozungumzia ni kuanzia darasani. Kuanzia darasani, mwanafunzi anakuwa na elimu ya kujua anapomaliza shule, anapomaliza chuo, anapomaliza chuo kikuu, basi anajua aingieje kwenye shughuli za kawaida za kibinadamu. Niwapongeze sana kwa hizi jitihada. Naamini chuo kinaendelea kuweka juhudi kubwa sana kwa ajili ya kuimurika Biharamulo, wilaya yetu ya Biharamulo, na pia kuweza kutoa nuru kwa jamii yote ya Biharamulo kujua kwamba kuna chuo ambacho kipo na kinaweza kutoa elimu kwa ajili ya watoto wetu ambao, au vijana wetu au wadogo zetu ambao wapo na wangehitaji kuipata hii elimu ambayo wapo wengi naamini wameikosa. Basi mimi nikiwa kama mwakilishi mgeni rasmi katika sherehe hizi, nipende tu kuwashukuru tena na kusema kwamba benki ya NMB Biharamulo inaungana pamoja nanyi katika sherehe hizi, katika jitihada hizi, kuwapongeza kwa sababu ninaamini mmekuwa wadau wakubwa sana, na tumetengeneza mahusiano mazuri na chuo hiki cha biashara Biharamulo BCBT. Kwa hiyo tutaendelea kuunga mkono jitihada zenu, tutaendelea kuunga mkono kila nguvu ambayo mnaendelea kutuonyesha kwa ajili ya kutoa elimu hii. Yapo mahitaji yaliyoweza kusemwa kulingana na hotuba zilizopita, kwamba tumesikia kwamba chuo kimepitia wakati gani, kimepitia hatua gani mpaka kufikia leo hii ambapo tumekutana hapa kwa ajili ya hizi sherehe. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba siwezi kuahidi katika jukwaa hili, lakini naendelea tu kusema kwamba sisi tuna mahusiano mazuri na chuo hiki cha Rubondo Biharamulo, na tutaendelea kudumisha na kuzingatia haya mahusiano ili tuweze kujua namna ya kusaidiana, kwa maana tumekuwa pia tukifika mahali pale, naamini kuna wenzetu ambao wamekuwa wakifika pale kwa ajili ya kuweza kutoa elimu ya fedha, jambo ambalo ni la msingi sana, ambalo watu leo hii wengi, asilimia kubwa sana, hawafahamu juu ya elimu ya fedha. Nasi tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha, lakini benki pia kama benki ya NMB na taasisi zote za fedha zinapitia katika mchakato mbalimbali. Ninapozungumzia benki ya NMB, si kutoa na kuweka hela kama wengi tunavyofahamu katika huduma za kibenki. Tunazo bidhaa nyingi ambazo pia zinaendelea kutolewa mwaka hadi mwaka. Tunayo mikopo ambayo imekuwepo, ni moja ya bidhaa ambayo tumekuwa nayo, mikopo ya biashara. Tuna mikopo ya wafanyakazi
tunayo mikopo ya wastaafu, tunayo mikopo isiyokuwa na dhamana, mikopo ya haraka ya kidigitali, ambapo unapofungua akaunti yako benki leo na kuitumia akaunti yako kwa muda walao wa mwezi mmoja, miwili, mitatu, basi unaweza kupata mkopo wa haraka wa kwenye simu yako pasipo kuweka dhamana. Kwa hiyo benki ya NMB inajitahidi kwa namna yote ile kuweza kufikishia huduma kiganjani. Na kama ingewezekana pasiwepo na mtu yoyote kuweza kuingia katika mlango wa benki, isipokuwa tu kwa ajili ya kutaka mashauri juu ya huduma ambayo tumempatia. Kwenye taasisi pia tunatoa internet banking ambayo inakuwezesha wewe kama mteja wa NMB kufanya miamala kupitia internet banking ukiwa na laptop yako mahali pale pa ofisi yako. Sio taasisi tu, bali na kwa watu binafsi, wafanyabiashara wangependa pia kupata huduma ya internet banking, tunaitoa pia. Kwa hiyo itakurahisishia, itakuokolea wakati wa kuja kupanga foleni benki, lakini pili, itakupa wepesi wa kufanya mambo yako. Kwa hiyo ndio maana mwaka 2023-2024 tulikuja na akaunti inaitwa NMB Pesa Account, akaunti ya buku maarufu kama akaunti ya buku, ambayo ni akaunti inayokuwezesha. Tunasisitiza wateja wetu wasiweze kutembea na keshi, pesa inabaki kwenye akaunti, bali unatoa hela kwenye akaunti yako unahamisha kwenda kwenye akaunti nyingine. Tayari kwa kufanya hivyo unakuwa umekwisha kufanya malipo na unapokea ujumbe mfupi kwamba malipo yamepokelewa. Kwa hiyo tunaendelea kumove wale ambao bado wanapenda kutumia cash. Sisi tunasema sasa tuko katika zama za cashless. Kwa hiyo chuo cha BSBT tunawaomba sana tuendelee kuimarisha mahusiano yetu na benki ya NMB, maana kwa kuimarisha, kwa kufanya hivyo, tunasema benki inaendelea kupiga hatua. Tunao wabunifu, tunao watu wenye weledi mkubwa sana ambao wanabuni bidhaa mbalimbali za kibenki ambazo zinalenga kutoa solution au kutoa suluhisho juu ya mahitaji au juu ya matatizo ya walaji wa huduma za kibenki au watumiaji wa huduma za kibenki. Kwa hiyo ninyi wahitimu mliohitimu siku ya leo, kama haujafungua akaunti benki na unajua kabisa, na wale ambao wamejiunga na chuo cha BSBT, nanyi mmekuwa pia wadau wetu ambao tunapenda kuwasa katika siku ya leo kwamba njoo ufungue akaunti mara moja. Wazazi wenye watoto, tuna akaunti za watoto pia kwa shilingi 7,000 kwa kila akaunti. Mfungulie akaunti mtoto akuwe akifahamu elimu ya fedha, na atakapofikia umri ule wa kujitegemea, basi mzazi unaweza kumwachia akaunti akaweza kuiendesha mwenyewe. Lakini zipo akaunti nyingi mbalimbali, akaunti za malengo ambazo unaweza kuweka pesa kidogo kidogo, ukawa unamwekea mtoto malengo, unamwekea akiba kwa ajili ya kusoma, kwa ajili ya kujitegemea kama mtaji ama chochote kile. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha benki yetu ya NMB. Ni benki bora, tunajiamini na tuko thabiti kwa ajili ya kuwahudumia wateja wetu. Basi mimi baada ya kusema hayo,
nimesema sio msemaji sana kwenye majukwaa, aweze kuwatambua wanafunzi wa timu ambao wamefanya vizuri zaidi kwenye masomo ili waweze kutunukiwa zawadi. Karibu sana mtaaluma. 2024-2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako sasa ninaomba utusaidie kwa tunuku cheti cha pongezi wanafunzi waliofanya vizuri katika fani zao. Ninaomba meza kuu pamoja na mgeni rasmi mtusaidie katika jambo hili. California East Coast Ham. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanafunzi aliyefanya vizuri katika astashahada ya utawala wa biashara, yani Basic Technician Certificate in Business Administration ni Hamisi Hangaya Juru. Na mwanafunzi aliyefanya vizuri katika stashahada ya utawala wa biashara, yani Ordinary Diploma in Business Administration ni mtaje? Anaitwa Eduardo Matias. Karibu sana. Katika upande wa business administration, kozi ya business administration tumemaliza. Sasa tunaingia katika fani ya tehama. Mwanafunzi aliyefanya vizuri katika astashahada ya tehama, yani Basic Technician Certificate in Information and Communication Technology ni Ezekiel Joshua Ndala. Na mwisho, mwanafunzi aliyefanya vizuri katika stashahada ya tehama, yani Ordinary Diploma in Information and Communication Technology ni Kulwa Mtala Enos. Na ikiwa yupo sasa, ninakuomba HOD wa tehama umsaidie kupokea cheti. Ninakushukuru sana mgeni rasmi pamoja na meza kuu. Tumefikia mwisho wa zoezi hili na sasa zoezi hili limefikia mwisho. Asante sana. Idara ya biashara ili aweze kuorodhesha wanafunzi waliofuzu na kustahili kutunukiwa astashahada na astashahada za chuo cha utawala wa biashara na teknolojia Biharamulo.
2025. Jumla ya wanachuo 25 wamefanikiwa vyema kuhitimu astashahada ya utawala wa biashara, yani Basic Certificates in Business Administration, inayo heshima kuhudhurisha mbele yako. Wa kwanza anaitwa Aneti Emmanuel Wilson. Wa pili anaitwa Asante Daniel Rawiani. Wa tatu anaitwa Bakari Ramadhani Mkande. Wa nne anaitwa Christopher Laurenti George. Wa tano anaitwa Corneli K. Mwapire. Wa sita anaitwa Devota Atugonza Crisant. Wa nne anaitwa Evita Isaya Rufyagire. Wa nane anaitwa Hamisi Angaya Julius. Wa tisa anaitwa Imakulata B. Loska. Wa kumi anaitwa Regina Zakaria Moreli. Wa 11 anaitwa Madonge China Sasita. Wa 12 anaitwa Michael Matthew Cosmas. Wa 13 anaitwa Morele Yasini Ismail. Wa 14 anaitwa Neema Rioba Nyangoso. Wa 15 anaitwa Msiatemi Shimba Mapalala. Wa 16 anaitwa Peter Stefano Musa. Wa 17 anaitwa Petronia James Nyanda. Wa 18 anaitwa Filipo James Rukindo. Wa 19 anaitwa Rafael Sorongai Ngalale. Wa 20 anaitwa Saidi Simoni Kilingi. Wa 21 anaitwa Samuel Mwita Machoke. Wa 22 anaitwa Silvia Patrick Wambula. Wa 23 anaitwa Vanessa A. Bingire. Wa 24 anaitwa Yohana Anthony Machige. Wa 25 anaitwa Yohana Kisandu Bushu. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, mara baada ya kuhudhurisha mbele yako wahitimu wao, kwa idhini yako na kwa heshima kubwa, ninakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Chuo watunuku wahitimu hawa astashahada ya utawala wa biashara, yani Basic Certificates in Business Administration ya Chuo cha Elimu ya Utawala wa Biashara na Teknolojia Biharamulo. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, ninawatunuku astashahada ya utawala wa biashara, yani Basic Certificate in Business Administration ya Chuo cha Elimu ya Utawala wa Biashara na Teknolojia Biharamulo. Hongereni sana.
Budo Ruhunja. Namba 3 anaitwa Cecilia Rauriani. Namba 4 anaitwa Eduardo Matias. Namba 5 anaitwa Ibrahim Mlula. Namba 6 anaitwa Joyce Petro Rutamla. Namba 7 anaitwa Maria Madata Mareki. Namba 8 anaitwa Mosh Ali Juma. Namba 9 anaitwa Rehema Nyerere Buzari. Namba 10 anaitwa Sabanya Emmanuel Joyce. Namba 11 anaitwa Samuel Eni Mwampakatwa. Namba 12 anaitwa Vitalis Sekondo. Namba 13 anaitwa Yoshua Mariko. Mheshimiwa mkuu wa chuo, mara baada ya kuwazurisha mbele yako wahitimu hao kwa idhini yako, kwa heshima kubwa ninakuomba Mheshimiwa mkuu wa chuo uwatunuku wahitimu hawa stashahada ya utawala wa biashara, yaani Diploma in Business Administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biaramuro. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, nina watunuku stashahada ya utawala wa biashara, yaani Diploma in Business Administration ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biharamuro. Hongereni sana. Certificate in Information and Communication Technology, ninayo heshima kubwa kuwahudhurisha mbele yako. Wa kwanza, Abigaili Elisha Maharu. Agnesi Faustini Fokoro. Agricola Festo Fulgensi. Bettina Agonza Bejumla. Buma Jirara Duru. David Tendo Makori. Elizabeth Daudi Lukuha. Elizabeth Daudi Kulwa. Evansi Gosbeti Lugaika. Ines Eston Adolf.
Ezekiel Joshua Ntanga. Haileni Aristides, Isaac J. Mushiru, Jacqueline Jackson Simon. Jalia Kolushisho Hamu. Nakato Leos. Johnny Espo, Leticia Marie. Lilian Ngocho Mengai, Margaret Modestus Mswati. Mariam Rajabu Mgeni. Meshach John. Na kwa heshima kubwa ninakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Chuo uwatunuku wahitimu hawa hasa shahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani Basic Certificate in Information and Communication Technology ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, ninawatunuku astashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani Basic Certificate in Information and Communication Technology ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Hongereni sana. Shahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani Diploma in Information and Communication Technology. Ninayo heshima kubwa kuwahudhurisha mbele yako. Kwa kwanza, Asani Idi Simai, Kulwa Mtara Enos, Pasco F. Chisunga na Teresia Christopher Joseph. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, mara baada ya kuwahudhurisha mbele yako wahitimu hao kwa idhini yako na kwa heshima kubwa, ninakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Chuo uwatunuku wahitimu hawa stashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani Diploma in Information and Communication Technology ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo.
Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, nina watunuku stashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani Diploma in Information and Communication Technology ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Hongereni sana. Nao ndio mwisho wa kutunuku. MC, hongereni sana wahitimu wote. Zilizofanywa na waandishi wa habari kumbaini kuwa watu wanaopenda kuchezea simu zao za mkononi hasa katika maeneo yenye watu wengi, basi simu hizo wamenunuliwa au wamehongwa na jamaa zao. Uchunguzi huo pia umbaini kuwa simu zote duniani ni feki isipokuwa simu hii unayosikiliza hivi sasa. Utakuja uone. Shina pesa shikamoo makelele. Kikwetu kani Afrika Mashariki Bongo Flavor. Nakula bangi asubuhi.
taifa. Wageni waalikwa kumtunza msanii wetu na kusiwa asante vijana wetu tuliotuletea mwali keki mahali hapa. Karibu sana MC nambari 1. Asante sana MC namba 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, keki hii imeletwa hapa, nilikuwa naongea na rais wa serikali ya wanafunzi, wameiandaa chini ya serikali ya wanafunzi ikiwa na mahitaji yao ya kukidhi vitendea kazi mbalimbali katika masomo, ikiwa moja wapo ya changamoto imetaja vimbweta wanakosa. Kuna wakati wanatamani wakae nje wasome, lakini changamoto inakuwa hivyo. Kwa mantiki hiyo, tukawa tumeratibu kwamba kwa kubaliana na mawazo yao, keki hii kwa heshima ya pekee, tusiwe wachoyo, utatufungulia wewe mwenyewe mgeni rasmi kwa heshima ya kipekee, na baada ya hapo meza kuu yote itatuchangia kwa kadri Mungu atakavyojaaliwa. Lakini vile vile kwa wageni walikwa, mabibi na bwana, walezi, wazazi, tutawanunulia keki
wetu kwa Tanzania shilingi 1000 na kuendelea. Anaweza akala keki 7, 10, 11 kadiri ya uwezo wako ulivyojaliwa, lakini vile vile tuna watoto ndani, si vema na haki watoto wakakosa keki kwa Tanzania shilingi 1000. Naomba madam andaa keki hiyo ili tuende na ratiba yetu. Studio. Kama una mhitimu wako unafika hapa, utamtaja jina lake. Kwa mfano Edward, nitakuja atakula keki 2, utamtaja fulani atakuja atakula keki 2. Studio, tuendelee. Kushiriki keki yetu ya chuo chetu cha BSBT. Asante. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Unafungua kwa chochote ambacho kujalia Mwenyezi Mungu hajakitaja, ila ni kikubwa sana. Kwa hiyo kijana nakaribishe pale upishe keki mgeni rasmi. Baada ya mgeni rasmi nadhani MC namba 1 tutahama sasa. Ndio. Tumfuate nani? Tutamfuata mkurugenzi wa chuo kwa ajili ya serikali ya wanafunzi. Na mkurugenzi wa chuo cha utawala wa biashara na teknolojia, karibu sana. Na biashara bila pesa haiendi. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo tunategemea atasema neno ambalo litakonga nyoyo zetu. Karibu sana mkurugenzi. Haya. Kwanza mmenifanyia surprise. Ile zoezi lilikuwa sijui kama lipo, lakini kwa sababu mgeni rasmi hajasema kile ambacho ameweka kwenye kapu hapa kiitifaki, nami pia sisemi. Asante sana mkurugenzi wetu. Asante sana. Nadhani wewe ni mwanasiasa, kwa hiyo lakini vile vile MC namba 2 na wakati mwingine kutoka kusema kiwango inasaidia, kwa sababu unaweza wakahisi mfuko wetu umetuna sana wa serikali ya wanafunzi, kumbe baba. Okay. Basi tuendelee meza kuu kwa mheshimiwa mkuu wa chuo na mwanasheria wa chuo. Tupate neno kutoka kwa mwanasheria na mkuu wa chuo. Ana kofia nyingi, kwa hiyo neno lake pia litakuwa dogo lakini lenye kufurahisha sana. Karibu sana mheshimiwa sana mkuu wa chuo, wakili msomi, karibu utoe neno. Makofi wakati anazihesabu nyekundu, tumpigie makofi kidogo ili asipigwe sana. Mwisha kusema neno. Tumwombe mgeni rasmi na meza yake kuu, walau studio, walau tupate dakika 10-15. Tutazingatia muda ili wahitimu waweze kupata keki, ikiwa ni ishara ya upendo wetu kuhitimu. Walau dakika 10-15 atazidi. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu. Tunaomba madam keki itawanye kabisa. Nadhani sina pamoja vunje kabisa. Wakati zoezi la kuvunja keki linaendelea, wote tulioko mahali hapa tunatambua changamoto tunazokutana nazo wakati wa kuitafuta elimu. Kusoma si kazi nyepesi, si ndio jamani? Kwa hiyo vijana wetu wamepambana, wamepanda milima, leo hii wanafurahia kazi ambayo wameifanya kwa juhudi za kutosha. Kwa hiyo wanapokuwa mahali hapa,
kuwapongeza, kuwatia moyo, kwa sababu pia hiyo safari haijakwisha, bado wanaendelea nayo. Tunaweza tukawapongeza kwa kile kidogo ambacho tuko nacho. Kwa hiyo kwa kiasi cha fedha taslim shilingi 1000 ya Tanzania, unafika mahali hapa, unamtaja mhitimu wako, unamtaja mpendo wako, unamlisha keki, lakini pia wakati huo tunakuwa tunatunisha mfuko wa BCBTiso, serikali ya wanafunzi chuo cha BCBT, kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo wameahirisha hapa. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wageni waalikwa, wazazi, wanafunzi. Nafika mahali hapa kwa haraka sana, kwa kiasi cha shilingi 1000 unamtajia mtu mpendo wako ambaye unataka kumlisha keki, naye anakuwa chap kidogo, atafika kwa haraka, unamlisha keki, zoezi litaendelea vizuri. Sina mambo ni kali Asante sana. Sina mabili wale walioleta keki, tunaomba binti moja asogee pale mbele kwa ajili ya huduma. Waliotuletea keki, binti moja asogee pale mbele kwa ajili ya huduma. Lakini sina mabili, sambamba na hilo, zoezi hili tutalifanya kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Tuombe wazazi, ndugu, jamaa, kuna mhitimu, kuna rafiki yako, fika haraka, taja jina, anakuja kwa wakati, anakula, anaondoka. Okay. Kuna watoto wamefika hapa kutuonyesha mfano. Nitaomba waseme kidogo, unatuambia unamlisha keki nani, atakuja kwa haraka sana. Zoezi letu linaenda hivyo. Karibu. Frankie, tafadhali keki, sogea kwa keki. Karibu. Godia. Karibu. Wageni walikuwa karibuni sana. Wageni walikuwa karibuni. Unataja jina, Tanzania 1000, keki zinaendelea kwa haraka. Okay, mhitimu ukifika hapa ukae ujipange vizuri uweze kupata picha ya ukumbusho. Karibuni wazazi. Debbie Makoli. Sina pamoja, naomba tumsikilize mama na neno. Asante. Asante, nashukuru sana na furahi kualikwa. Hii ni mara ya pili naalikwa, sio kuchangia chochote. Naomba nichangie 30. Asante sana mama. Nashukuru. Michael na Elman, karibuni mpate keki. Silvia Wambula, karibu. Molele Yasini, taratibu wazazi, mmoja baada ya mwingine. Molele Yasini, Godfrey, karibuni sana. Octavia Daudi Makonopa, karibu. Boniface Budomo, Lukuja, karibu Boniface. Devota Rizanti, pia tunakukaribisha. Flavia Ferdinandi, karibu. Neema Nyamsela, Baraka Christopher pamoja na Sianteni Shimba Papalala, Aidesi Ado na Devota Rizanti pia, Agricola pamoja na Aidesi, Yalia Komshusho Kamuni, Yalia una keki yako ya pili pia. Rabia naomba urudi tena. Mesha Kijoni Agustino, Rabia Ferdinand Teresia Christopher, kuna keki yako hapa. Elizabeth Daudi Rugugwa, Mariam Rajab, karibu Mariam. Mariam una keki yako nyingine hapa. Saidi Simoni Kiligi, Silvia Patrick Wambula, watoto wa mheshimiwa sana mkuu wa chuo Prince pamoja na Maria mpige kulishwa keki na mkufunzi wetu
makamu mkuu wa chuo anaorudia. Frenki, unaalishwa keki na mpendo wako, sogea mbele hapa. Mesha John Agustino kwa mara nyingine. Anet Emmanuel, Anet Wilson, karibu. Mariamu Rajabu, huyu Mariamu anakaribia kupata utapiamlo hapa. Mariamu Rajabu, njoo ulishwe keki kwa mara nyingine. Hapa. Nenda. Elizabeth Daudi Lugubwa, Elizabeth Agricola, Mariamu Rajabu kwa mara ya 20, karibu ulishwe keki. Morere Yasin, Morere karibu. Ona. Sogeni kabisa hivi basi. Sogeni. Mesha Agustino, Rafael Sasi Solongai, Jackie Jackson Simon pamoja na Peter Leo Ouma. Njoni. Sogeni. Edward Cipriani, MC wetu, MC namba 1 unalishwa keki. Niko kwenye keki. MC unalishwa keki. Nipo kwenye keki. Wanafunzi waliofanya vizuri akiwemo Eduardo Cipriani, Ezekiel Joshua Tanga, nadhani keki ya Kulu Edo Sintana nitaila mimi. Alafu na mwanafunzi Abisi Angaya Julius, naomba mfike mlisho keki na mkuu wa chuo. Margaret Mswata, Evita Isaya, Vanessa Digile pamoja na Neema Nyamsera akiambatana na Neema mwingine, Neema Rioba. Mpige mlisho keki na dada yetu pale. Mpige pale mlisho keki. Margaret Mswata pamoja na Jacqueline mlisho keki na dada yetu hapa. Jenesta Rios pamoja na Godfrey Paul Itra. Mpige mlisho keki. Bettina Tugonza. Samueli pamoja na Hamisi pamoja na Samueli mwambatane mpate kushiriki. Agricola karibu ulishwe keki. Swabra Saidi yuko hapa, kwa hiyo mlishe keki tena. Lengine Mole Zakaria, unalishwa keki 10. Sasa kama unakula peke yako, unaambatana na mwenzako, hiyo ni juu yako. Lengine Mole, karibu ulishwe keki 10. Leticia
Malemi, Siatemi Shimba Mapalala, Jackie Jackson. Kwa nafasi ya kipekee kabisa nipende kuwashukuru nyote mliotenga muda wenu na mkaona ni vyema mjumuike nasi katika shughuli hii ya leo. Watu wanasema sherehe ni watu, shughuli ni watu. Nawashukuruni sana, nawashukuruni sana. Mpaka hapo wakati mwingine. Asante sana mkuu wa chuo. Na sasa kwa mamlaka niliyokabidhiwa, sasa navunja mahafali haya ya Chuo cha Elimu ya Biashara na Teknolojia Biharamulo. Asante Mheshimiwa mkuu wa chuo. Brass band, tunaomba wimbo wa taifa. Wakati wa wimbo wa taifa, watu wote tutasimama. Brass band, karibu.
Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV Online. Lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Zinga Online TV.